Sheikh Ali Muhammad Mbwera. Mwenyezi Mungu ambarikie kazi yake hii, imfae katika maisha yake ya dunia na imfae katika maisha yake ya akhera. Sasa tutasikiliza tamko la wahitimu, tupate tamko la wahitimu hawa na tupate kidogo kutoka kwao vitu ambavyo vitatuhamasisha sisi tulabil ilmi kuendelea kukaa kwenye baraza za mashekhe, lakini pia zitawahamasisha mashekhe washikamane na kusomesha. Hivyo tumuombe mwakilishi wa wahitimu Ustadhi Said, yeye aje azungumze kwa niaba ya wahitimu wenzake. Ustadhi Saidi Ndumbe, faliyatafaddal mashkuran ma'jura. Mahadi al-Ghadi as-Satwi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waheshimiwa mashekhe zetu, wageni wetu wapendwa, marafiki zetu pamoja na wote mliohudhuria mahafali ya kwanza katika halaka yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halaka hii inaendeshwa na Sheikh wetu pendwa Sheikh Ali Muhammad Mbwera. Ilianza rasmi mwaka 2020 ikiwa na mwanafunzi wa kwanza kabisa ambaye alikuwa mwanafunzi mmoja katika halaka hii, ni mzee wetu Ustazi Muhammad Amiri Namata. Ni mwanafunzi wa kwanza kabisa katika halaka hii. Ni mwanafunzi wa kwanza anaitwa Ustadhi Muhammad Amiri Namata, ni Makonde huyo. Na kwa sasa idadi ya wanafunzi wahitimu wamefika 30. Lengo la halaka hii ni kuelimisha na kutoa mwongozo wa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatimaye kuelekeza jamii katika utaratibu wa maisha ya amani, upendo, maelewano na kuvumiliana. Wageni wetu watukufu, kwa kufanyia kazi neno lake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemalo, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ikiwa na tafsiri, mbora wenu ni yule aliyejifundisha Qur'ani na akaifundisha. Sheikh wetu Ali Muhammad Mbwera akaamua kuanzisha haraka hii ya kheri. Wageni wetu watukufu, masomo yanayosomeshwa katika mahadi yetu, kuna tafsiri Qur'an, tafsiri ya Qur'ani tukufu, hadithi na istilahi za hadithi, fiqhi na misingi ya fiqhi, sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tauhid wal aqida, lugha ya Kiarabu na fasihi yake, adabu na maadili, yani at-tahdhib wal akhlaq, na masomo mengineyo yanayohusiana na Uislamu. Mashekhe zetu na wageni wetu watukufu waliko, vitabu vilivyomalizika kusomwa katika jumla ya masomo yanayosomeshwa katika halaka yetu pendwa, kuna vitabu kadhaa vimemalizika kusomeshwa, vikiwemo Matin al-Arba'in Nawawi,
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين من أطيب المنح في علم المصطلح تيسير مصطلح الحديث مقدمة الحضرمية في فقه سادات الشافعية الفقه الميسر لنخبة من العلماء روضة الأنوار في سيرة النبي المختار نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد البيان في أركان الإيمان النحو الكافي تحفة الأحباب شرح ملحة الإعراب التطبيق نحوي متن البناء والأساس صرف الكافي مبادئ علم البلاغة الكافي في البلاغة آداب طالب العلم كتاب العلم شيخ عثيمين جزيرة المواهب في اختلاف المذاهب. Hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo vimemalizwa kusomwa. Shukurani na furaha. Mashike zetu wapendwa na wageni wetu mliohudhuria, leo tunasimama hapa tukiwa na nyoyo zilizojaa shukurani na furaha. Tunasherehekea mafanikio tuliyopata katika haraka yetu pendwa Mahadi al-Ghadi Satwi, na kama si kuwepo kwenu leo hapa, furaha yetu singekamilika. Kuwepo kwenu ni taji mmetuvisha vichwani mwetu na ni msukumo mkubwa katika safari yetu ya kielimu na dawa. Tumejifunza katika mahafali haya kwamba elimu ni amana, na tumejifunza kwamba sadaka kubwa inayoacha mtu ni elimu yenye manufaa katika jamii. Hata fal ilmu bil amal fa in istajaba wa illa tahal. Elimu inaita matendo. Ikiwa matendo yataitika, elimu inabaki, na asipoitika basi elimu inaondoka. Na sisi leo tunachukua nafasi hii kuahidi kwamba tutakuwa mabalozi wema wenye kueleza nuru hii tulioipata katika jamii yetu inayotuzunguka. Mashike zetu watukufu na wageni wetu waalikwa, penye mafanikio hapakosi changamoto. Pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyataja, lakini haraka yetu hii ina changamoto kubwa ya ufinyu wa sehemu ya kusomea. Wanafunzi ni wengi kuliko sehemu ya kusomea. Hivyo basi tunaomba wenye uwezo wa kuitanua wafanye hivyo ili jamii izidi kunufaika na kupata elimu hii kwa urahisi zaidi. Hitimisho. Tunatoa shukurani za dhati kwa mwalimu wetu mpendwa Sheikh Ali Muhammad Mbwela kwa subira na juhudi zake zisizo na mfano. Pia tunatoa shukurani kwenu nyinyi nyote mliotukuza kwa kuhudhuria katika mahafali ya kwanza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aufanye mkusanyiko huu kuwa mkusanyiko wa kheri, rehema na baraka, na atufanye sisi kuwa raia wema katika taifa letu na waja wema mbele ya Muumba wetu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.